jina lako litukuzwe kwa ajili ya kanisa lako, jina lako litukuzwe kwa ajili ya vijana hawa, jina lako litukuzwe katika ibada hii Bwana, kwa ajili ya mtumishi wako mama mchungaji Eliona Kimaro. Asante kwa ajili ya somo tunaloendelea kufundishwa, kuwa na nidhamu binafsi katika maisha yetu. Baba, ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba kwa ajili ya watoto wetu, ukafungue fahamu zao na akili zao, wakapate kuisikia sauti ya neno lako, wakaendelee kuimarika, wakaboreke na kuwa watu wema, watu wazuri, watu wanaokujua, watu watakaoishi kwa mafanikio duniani, lakini zaidi Bwana wakilitukuza na kulisifu jina lako, wakilitumikia shauri lako, maisha yao yakawe sifa na utukufu kwako Mungu mkuu na Baba yetu wa mbinguni. Baba, tunaendelea kutubu na kuomba rehema mbele zako kwa ajili ya kila dhambi na kila uovu katika familia, katika maisha yetu binafsi, katika yale tunayowaza. Baba, tunaomba damu ya Yesu Kristo itutakase. Tupe mioyo ya unyenyekevu na utii, moyo wa kujifunza na kupokea. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, naenda kinyume na kila roho za kuzuia, roho za giza, roho za kijamii zinazowafanya watoto wasiwe wasikivu. Tunazipinga kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Tunaachilia damu ya Yesu katika kundi hili ambalo ni kanisa lako Bwana, ulilolitakasa na kulinunua kwa damu yako. Tunaomba neema yako Bwana iwafunike. Tunaomba unyenyekevu wako Yesu ukao unyenyekevu wao. Ile roho ya unyenyekevu iingie ndani yao, wakao watoto wa kusikia na kupokea kwa jina la Yesu, na kufanya mambo makubwa katika maisha yao, katika familia, katika jamii, katika kanisa na taifa kwa ujumla. Tunajua Bwana umewekeza mambo makubwa ndani ya vijana hawa, na ndio maana Bwana hatuachi kukusanyika nao, kuatia moyo wakapenda kusimama katika lile uliloliweka ndani yao, wakaishi kusudi la kuumbwa kwao. Baba, pokea utukufu na heshima kwa ajili ya kila mmoja mmoja. Asante kwa kuwa Bwana Yesu upo katikati yetu. Kama ulivyosema wakikusanyika 2 watatu kwa jina lako, upo katikati yao. Tunajua upo mahali hapa Bwana. Asante kwa kuwa kila mmoja ataishi akijua upo hapa, akakuamini, akakutegemea na akaliweke shauri lake la moyo wake mikononi mwako. Ni katika jina lako Mungu uliye hai tumeomba na kuamini, katika jina la Yesu, na wote tuseme amen. 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 Mama mtumishi, karibu. Naomba tukae. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nani anakumbuka tulijifunza nini Jumapili iliyopita? Karibu. Tulijifunza kuhusu nidhamu binafsi. Tukasema nidhamu binafsi ni nini? Malizia kabisa. Nidhamu binafsi ni ile hali ya mtu kufanya jambo bila kuangalia au bila kuambiwa. Haleluya. Mpigeni makofi. Kaka pale, nidhamu binafsi ni nini? Wewe ulinyosha kidole au ulikuwa unataka kusema tu nidhamu binafsi? Mmesikia wote alichokisema? Nidhamu binafsi ni nini? Exactly, mmejua. Haya, niliwapa assignment. Nani amekuja na ile assignment yangu niliyowapa? Niliwaambia kila mtu atengeneze ratiba yake ya nyumbani na aje nayo. Wangapi wamekuja nayo? Wangapi wamekuja nazo? Au hamkuelewa? Wangapi wamekuja na ile ratiba? Niliwaambia kila mtu aje na ratiba yake ya siku. Kuna aliyekuja nayo hata mmoja? Kila mtu hapo anajitetea nafsi yake jamani. Aliyeandaa hiyo ratiba aliyoambiwa nyosha mkono. Kama uliandaa alafu hujaja nayo nyosha mkono. Uliandaa ila hujaja nayo.
Umeandaa, lakini tunaangalia nidhamu binafsi hapo, unajua. Ndiyo. Hicho kilikuwa kipimo kidogo sana cha nidhamu binafsi. Mwingine ambaye aliandaa lakini hakuja nayo. Nicholas. Douglas, uliandaa? Wawili katika watu wote. Mmeona kwamba nyie hamna mtu mwenye nidhamu binafsi hata mmoja. Kwa hiyo mlihitaji mimi nije nyumba kwa nyumba nikiwa nakwambia wewe andaa ratiba yako, andaa ratiba yako, andaa, niwafuate mmoja kwa mmoja, si ndio? Mna nidhamu binafsi. Nidhamu binafsi tumesema ni nini? Haya, niliwaambia muandae ratiba. Mmeweza? Sasa hiyo ni dalili tu kwamba hapa ni wawili tu ambao kidogo wamejiambia nafsi zao uwe na nidhamu binafsi. Hayo ndio yale niliyosema kwamba nidhamu binafsi huwezi kuwa nayo kama usipojifunza, na nidhamu binafsi haishuki kutoka mbinguni, na ni wachache sana wamejaliwa. Fikiria darasa nzima hii hapa hamna mwenye nidhamu binafsi hata mmoja, kwa sababu mwenye nidhamu binafsi ukishaambiwa tu jambo hauhitaji tena mtu mwingine kuja nyuma yako kukuambia tena ufanye. Mmeelewa sasa nidhamu binafsi ni kitu gani? Ni uwezo wa kusikia umeambiwa andaa ratiba uje nayo Jumapili. Hakuhitajiki tena mtu mwingine kuja kukuforce wewe kukuambia andaa hiyo ratiba sasa. Hapana, wewe mwenyewe ungejituma ujue kwamba niliambiwa tuandae ratiba nije nayo. Hiyo ndio kipimo cha nidhamu binafsi. Sijakasirika kwa sababu nilisema nidhamu binafsi inajifunza kama vile ulivyojifunza kuandika. Wewe unajua kuandika? Usingefundishwa kuandika na mwalimu wako ule wa nursery wa baby class ndo alianza na wewe, akaja sijui wa middle, sijui wa mpaka darasa la kwanza mpaka la 7 mpaka pale ulipofika. Kama asingekufundisha leo hii usingejua kuandika. Na hujui kuandika kwa sababu huna mikono, hapana. Usingeweza kuacha kujua kuandika kwa sababu hauna brain, hapana. Ni kwa sababu hujafundishwa. Kwa hiyo hapa nyie, very unfortunately, hakuna hata mmoja aliyefundishwa self discipline wala lay develop. Hiyo ndio tafsiri ya hichi kilichotokea. Kwa hiyo sasa tunasema kwamba mtu yeyote asiudharau ujana wako. Haya ndio mambo yanayofanya ujana wako unadharauliwa. Hebu tusome ile Mithali 12 mstari wa kwanza. Mithali 12 mstari wa kwanza. Hamna aliyepata? Kila apendaye upenda maarifa. Mimi nawaombeni upende mafundisho ili upate maarifa. Haleluya. Na zile pillars za self discipline tuliziona Jumapili iliyopita. Ya kwanza tuliona kwamba
Nguzo za nidhamu binafsi ya kwanza tulisema ni nini? Anayekumbuka pillars of self discipline. Willpower. Wewe amesema ni mmoja hapo ni willpower. Ya kwanza tulisema ni kukubali. Cha kwanza nifanya nini? Kukubali. Kwanza ukubali mafundisho na kukubali kujifunza self discipline. Usipofundishwa, usipokubali, kama nafsi yako haijakubali. Na nikasema hapa naongea na kila mmoja, naongea na watu watatu. Nafsi, roho na mwili. Na nafsi na mwili ni vitu vinavyojadiliana kabisa, vinafanya majadiliano, vinakubaliana, kingine kikikataa, kingine kikikubali, hamwezi kufanya jambo. Ndio maana nakwambia kwamba hata asubuhi saa ya kuamka ikifika, kwa mfano nilisema kwamba usidelay ule muda wako wa kuamka. Hata kama shule zimefungwa, mwenye self discipline muda wake wa kuamka huwa ni ule ule. Hizo ndio mifano ya self discipline tulisema, si ndio? Muda wako wa kuamka ni ule ule, iwe uko likizo, iwe uendi shule, iwe uendi kanisani, iwe uendi wapi. Muda wako kama wa kuamka ni saa 11, ni ule ule, mwenye self discipline. Sasa ule muda wa kuamka ukifika, kuna majadiliano ya mwili na nafsi. Nafsi inakukumbusha, inakwambia sasa hivi ni muda wako wa kuamka, lakini mwili unakataa. Mwili unakwambia kwamba hapana, pumzika bwana, umechoka, hauna unachoenda kufanya. Kwa hiyo vinakuwa vinajadiliana. Pale ndio unapotakiwa kujiforce, kuambia mwili wako sasa amka. Na usipoulazimisha kuamka, hauwezi kuamka. Hiyo ndio kujifunza self discipline. Haleluya. Vitu vyote tunavyofanya, hata kujadiliana nguo yako, unaweza ukawa unajadili, nafsi inapenda nguo hii, inakwambia hii nguo hii bwana ina heshima yake kwenda kanisani. Lakini unakuta unajadiliana, unasema hii hapana. Kile kitakachoshinda ndicho kitakacho. Mwili unasema hapana, ukivaa hii fupi imefika hapa utapendeza zaidi. Nafsi inakwambia hapana, lakini kanisani pale, fikiria unaenda kanisani, hiyo nguo utaendaje nayo hivi? Niliwauliza siku ile, hayo majadiliano hayatokei kwenye maisha yenu ya kila siku? Sasa kwenye self discipline ndivyo ilivyo. Kwa hiyo kile kilicho sahihi, hata hii kuandaa ratiba, najua nafsi na akili ilikukumbusha, lakini ukasema labda nitaandaa siku nyingine, au najua kichwani, au ukadelay, lakini najua kwa njia moja au nyingine kuna saa ilikukumbusha. Nikakwambia unajua tuliambiwa tuende na ratiba. Ukasema labda nitaandaa baadaye. Ukisikia sauti inakwambia utaandaa baadaye, utafanya baadaye, tayari self discipline inakuwa inaharibiwa. Yaani haikui. Haleluya. Sasa nisirudie yale ya juzi, jana, leo, sisi tunaendelea. Nimeshawafundisha pillars za self discipline. Ni kukubali. Usipokubali ufanye. Na mtu anaudharau ujana wako kivipi? Maana usifikiri kuna hilo neno tunasema tu mtu asiudharau ujana wako, unachukulia tu simple. Hata mzazi wako anaweza akaudharau ujana wako kama hautakuwa na self discipline. Ndio pale kila saa unalaumiwa, huyu mtoto mvivu, huyu mtoto msijui ukoje, huyu mtoto mchafu, usijui hajui kutandika kitanda chake, hawezi hata kunisaidia chochote, hawezi hata kuosha hivi vyombo, sijui wewe nani, sijui mtoto likoje. Ukisikia maneno kama hayo yanatolewa na mzazi wako, ujue anaudharau ujana wako. Haleluya. Na hayo yanampata mtu asiyekuwa na self discipline. Ndio maana nikawaambia wapenzi, watoto wazuri, mmechelewa kujifunza self discipline, lakini hatujachelewa. Bado Mungu anawapenda,
bado unaweza ukajifunza. Lakini nguvu unaotakiwa kujifunza nayo hii self discipline sasa hivi, unatakiwa uwe na nguvu kubwa, ukubali wa hali ya juu, kwa sababu umeshachelewa. Pengine self discipline ungetakiwa ujifunze labda ukiwa na miaka 5, 6, 7. Yaani sasa hivi kusingekuwa na shida, yaani hata nyumbani kusingekuwa na tatizo lolote. Tayari pale nyumbani kwako ungejua mimi sasa hivi wajibu wangu hapa nyumbani ni nini. Lakini na sisi wazazi pia tumechangia kuvuruga self discipline za watoto wetu. Kwa sababu saa nyingine ulipokuwa na miaka 3, kuna wakati ulikuwa unataka kudeki, piga deki. Unamwona mama anapiga deki au dada anapiga deki na wewe unaenda kuchukua deki hiyo, mama anakuambia acha. Hapo tayari aliharibu self discipline yako. Kuna saa ulimuona mama anaosha vyombo ukiwa na miaka yako 3 tu. Ukamwona mama au 2, ukamwona mama anaosha vyombo na wewe ulikuwa unataka kuosha vyombo. Mama akasema acha, toeni huyu mtoto hapa. Ulikuwa unataka kuamka mapema. Ukiwa mchanga kabisa, ukiwa na miaka 3, ulikuwa unaamka saa 11. Lakini unabembelezwa, unazimwa mpaka taa unaambiwa lala, unalazimishwa kulala. Wakati ule ndio ulikuwa wa kufundishwa self discipline. Kwa hiyo mama angeamua kukuamsha kila siku saa toka ukiwa na miaka 5, 6, akaamua kukuamsha kila siku saa 11. Ukawa active. Sasa hivi usingekuwa na hiyo shida ya kuamka. Ukawa ni mfanya usafi. Tokea ulipokuwa unatamani kufua nguo zako ukiwa mdogo na miaka 2, 3, mzazi wako angekuachia akakwambia okay, fua hizi hapa. Ukafua ukiwa na miaka 3, 4, 5, 6, 7 mpaka sasa hivi usingekuwa na shida ya kufua. Hapa kuna watoto wengine hawajui hata kufua, hawawezi, wako boarding school, hawezi kufua hata socks, hawezi kutake care ya nguo zao, hawezi kutake care ya nguo zao za ndani. Unaenda shuleni na nguo za ndani 10, unarudi na 2. Mnacheka, hiyo ni lack of self discipline. Mnacheka kwa sababu hayo yapo, si ndio? Na wengine nyumbani hapa tayari ana moja tu, imebaki moja. Lakini sio kwamba mzazi amekununulia hiyo moja. Ni kwamba vile ulikuwa huna self discipline, hujui ku take care of yourself, hujui ku take care of your properties. Unavua, unaitupa kule, ukiona ni chafu sana unaenda kuitupa kwenye dustbin. Hiyo ni lack of self discipline. Kwa hiyo self discipline kwa umri wenu sasa hivi ni jitihada yako binafsi. Mzazi ameshachelewa kwa sababu hapa hakuna mwenye self discipline hata mmoja. Hata wawili waliosema wameandika hizo ratiba wakaziacha nyumbani, bado nina mashaka kidogo. Siwaamini 100%. Kwa hiyo umeona hakuna mwenye self discipline hata mmoja. Sasa mimi naelewa what is self discipline, siwalaumu. Najua tu kwamba hamna self discipline, haikuwa developed, kwa hiyo ndio shida. Ila ingekuwa ni mwalimu wa darasani hapa wote mngechapwa. Kwa sababu simnabidi mfuatiliwe. Yaani amekupa assignment alafu anakuuliza alafu darasa nzima hivi yote wote hamna. Wote mngekula viboko. Na kitu kinachowafanya mfanye assignments za shule, mfanye zile activities za shule, sio self discipline, ni kwa sababu ya punishment. Na nimesema self discipline haihitaji mtu wa kufuate. Mmeelewa sasa tofauti ya hivi vitu? Kwa hiyo kitu kinachokufanya ufanye homework, sijui uwe na uniform, unyoshe uniform yako, sijui take care of your books na vitu kama hivyo, sio kwa sababu una self discipline, ni kwa sababu kuna mtu atakufuatilia nyuma. Ndio maana shuleni kuna mwalimu wa nidhamu, ndio maana mzazi mwingine anachapa, anakupiga makofi, anakufanya nini. Kimsingi ukiwa na self discipline, no punishment. Kwa sababu hakuna mtu atakaye kufuata nyuma. Ukiona unapigwa ujue kwamba huyo mtu anakufuatilia nyuma. Haleluya.
Lakini ukidevelop hiyo self discipline, hata kwenye ndoa utakuja kufika unapigwa na mume wako, unapigwa na mke wako vile vile. Kwa sababu ya kutokuwa na self discipline. Sasa anapokuwa anakufuatilia ndio unakuta sasa hayo mapunishment yanakuwepo. Lakini ukidevelop self discipline, you will never. Na self discipline tulisema kwamba haitaki mtu mvivu. Haleluya. Kwa sababu wakati wa kufika wa kuamka kama ni saa 11 unatakiwa uamke, lakini mtu mvivu hawezi kuamka sharp kutoka kitandani. Na self discipline haitaki ufanye leo kesho uache, persistence. Tulisema lazima uwe na muendelezo. Umetunza leo, umefanya usafi leo, kesho, forever. Yaani haihitaji uache, lazima uendelee. Sasa sijui tunafanyaje Mama Silo, hawa watoto hawana self discipline hata kidogo. Mchungaji, kazi yetu sisi hapa ni kuwafundisha. Kazi ya kufanya ni ya kwenu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana asifiwe vijana. Amen. Hakuna mtu anaweza kukusaidia kuishi maisha yako. Nimeshawaambia mara nyingi, nobody will help you live your life. Ukisikiliza, ukafuata, utaishi vizuri. Ukidharau, ukaacha, utaishi kwa shida. Umeambiwa utapigwa hadi na mkeo au na mumeo, si ndio? Sisi hatutakuwepo. Utatufuata for counseling, tutakwambia sasa lazima ukatafute sasa kuwa na self discipline ndio tuachia pale kwenye darasa la flow. Anaenda anabadilisha ile nguo. Bila kuwa na argument, bila kuwa na mabishano, bila kuwa na hasira, analinda moyo wake, lakini yuko flexible kusema kwamba okay, hii nguo kumbe sio sahihi. Au usiende, umeenda una maono yako, mama ninaomba kwenda kumtembelea Esther. Mama anakuambia hapana, usiondoke, labda fanya usafi ule kwala. Mwenye focus, mwenye self discipline yuko flexible. Anasema okay mama, nitafanya kwanza alafu baadaye nitaenda. Mama anakuambia wewe ukimaliza wewe nenda. Hapo tayari umeshaonyesha ile flexibility yako, si ndio Umeshakuwa flexible. Lakini mwingine angenuna. Sasa ambaye hana self discipline, ambao ndio nina wasiwasi na nyie kwa sababu hamjanionyesha point hata kidogo ya self discipline, ndio pale sasa unaambiwa usiende. Badala uwe flexible ukafanye kile kitu umalize na maisha yawe smooth uende, unaanza kununa, unakasirika. Badala ya kwenda kufanya ule usafi ulioambiwa ukimaliza uende, unaenda unajifungia ndani, unanuna, unalia. Kwa sababu hauko flexible, ndio maana unalia. Unakasirika. Unasema mama mimi nilikuwa nataka niende sasa hivi. Unafanya nini? Mmeshaelewa sasa maana ya kuwa flexible? Umeelewa Kwa hiyo mwenye self discipline na ana focus, anajua anakoenda, anataka kufika kule anakoenda, lazima anakuwa flexible. Adjust behavior to unexpected changes. Kuna vitu ambavyo uexpect wala unini, lakini uwe flexible kukubaliana. Hebu tuseme Wafilipi 2:3. Wafilipi 2:3.
Haleluya. Mtu ambaye ni flexible hatendi neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu. Ndio hivyo nimekuambieni kwamba hata ukiambia kitu chochote unakuwa mnyenyekevu. Kila mtu na amhesabu mwenzio kuwa ni bora kuliko nafsi yake, na unakuwa na huo uwezo wa kumuona mwenzio ni bora. Kila unachoambiwa ambacho ni sahihi unakiona ni bora kuliko vya nafsi yako wewe mwenyewe. Haleluya. Kwa hiyo mtu ambaye yuko flexible ana hizo qualification. Kitu kingine kwenye focus ni working memory. Keep key information in mind. Working memory naisema hivi: kumbukumbu ya kufanyia kazi. Kiswahili pia ni kigumu, unajua. Kumbukumbu ya kufanya, yani working memory ni ile ambapo wewe kama kijana, kama una focus, kama una maono, unajikumbuka wakati unaendelea kufanya mambo yako. Usijisahau. Kujisahau kivipi? Unaweza ukawa unataka kufanya ratiba yako, umeshaamka leo unasema kwamba naenda kunywa chai, nikimaliza, umeamka kitandani ukasema mimi nitaomba, maliza kuomba nitaenda kuoga. Nishamaliza kuoga nitakunywa chai. Nishamaliza kunywa chai nitamsaidia mama kuosha vyombo. Alafu nitafanya mambo mengine. Kweli unaamka. Ukiamka umesema kwamba ukiamka utaomba, ukimaliza kuomba utaenda kuoga, utaanza kuoga, utaenda kunywa chai. Haya. Ukaamka. Ulivyoamka tu ukatokea sebleni, ukakuta kuna filamu inaendelea, ukakaa ikaendelea. Sijui umekutana na Maisha Plus, sijui kitu gani, ukakiangalia 1 hour. Umeshasahau kwamba umesema utaomba, utaoga, utakunywa chai, utaosha vyombo. Kwa hiyo ile filamu ikachukua muda wako wote. Unashangaa saa 4 imeshafika au saa ngapi imeshafika. Hujaoga, hujafanya nini. Mwenye focus hayupo. Au unaenda darasani, unasema kwamba nikifika tu shule nitafanya ile assignment ambayo sijamalizia jana. Ile umefika tu darasani unakuta na mwenzako, umesikia ITV jana? Uliangalia mchezo fulani jana? Kasha chukua memory yako, zile ratiba zako zilikuwa kichwani, umeacha kufanya kile ulichosema kwamba nikifika shuleni tu kabla ya mwalimu kuingia nitamalizia hii assignment. Umekutana na mwenzako anakupa story, lakini mwenye self discipline, mwenye focus anamwambia mwenzako, mimi sio muda wa story sasa hivi. Ninafanya kazi. Kuna assignment nataka kumaliza. Ukienda sebleni kama nilivyosema, ulivyoamka unakuta ile filamu inaendelea, kile kitu ambacho kilikuwa kinataka kudraw attention yako, unasema nimesema nitaomba. Hiyo ndio working memory. Mmenielewa na maanisha nini kuhusiana na hiyo working memory? Kwa hiyo unakuwa mtu ambaye una working memory. Kila saa unajitambua, unajua kwamba mimi nimesema naenda mahali fulani kufanya kitu fulani, lazima nikifanye kwa wakati. Hakuna kitu draw attention yangu. Na ukiona distractions kuna kitu kinataka kuchukua hiyo attention, hiyo memory, unarudi. Lakini huyo ni mtu ambaye amedevelop self discipline, ana nini? Focus. Haleluya. Umeona hiki kitu ambacho unatakiwa ujifunze na kitakusaidia sana kwenye maisha yako. Kwa hiyo huwezi kujikuta umeamka asubuhi mpaka jioni hata ukumbuki ulichokifanya. Kuna mwingine akienda chumbani, ameenda kuchukua sijui kalamu ya kuandika. Anafika kule chumbani anakuta kimemo kimeanguka chini karatasi. Anakichukua, anaanza kusoma, anakuta ni kiadisi fulani. Anakisoma, akishamaliza anarudi tino pale, anaenda kukaa.
hivi nimesema naenda kuchukua kalamu kule chumbani, anaanza kurudi. Jamani, wangapi hivyo vitu hivyo vilishawatokea? Kuna mtu ambaye hivyo vitu hivyo vilishawatokea? Umeona? Sasa mwenye self discipline mwenye self discipline na focus anakuwa na hiyo working memory. Hebu semeni working memory. Kwa hiyo ukiwa na working memory throughout your life, hauta delay, hautachelewa kwenye kitu chochote na maisha yako yatanyoka hiki. Lakini unatakiwa udevelop sasa hiyo self discipline. Haleluya. Sasa mimi niishie hapa. Leo tumeongea sana. Hatujamaliza. Nitaka kuendelea na self monitoring, lakini mpaka hapo tuishie hapa leo ili muweze kukumbuka. Working memory, hebu tusome Yakobo 1 mstari wa 24. Yakobo 1 mstari wa 24. Yakobo 1 mstari wa 24. Mmechoka? Yakobo 1:24. Kuna aliyepata? Mbona upande huu mmelala sana? Haya, soma yule pale. Leta tumpe mic. Waraka wa Yakobo wa kwanza mstari wa 24 nao nasema, maana uangalia kisha uenda zake, mara akasahau jinsi alivyo. Amen. Amen. Yaani hapo kwenye Yakobo 1:24 inasema mtu ambaye hana hiyo working memory ni sawa na mtu ambaye amejiangalia kwenye kioo. Wangapi wamejitazama kwenye kioo asubuhi? Nani anakumbuka kama yuko kama alivyokuwa kwenye kioo mpaka sasa hivi? Mwingine ulijipaka mafuta ndo ukajiangalia. Ukaangalia kama yamekaa vizuri. Ulichana nywele ukaangalia kama nywele zimekaa vizuri, si ndio? Umepaka lipstick, wale wasichana wanaanza kupaka lipstick, ukaangalia kama lipstick imekaa vizuri. Are you sure hiyo lipstick kama ulivyojiangalia kwenye kioo iko hivyo hivyo mpaka sasa hivi? Nani ana uhakika yuko vile vile alivyojiona kwenye kioo mpaka sasa hivi? Na hivi tumeshajifuta jasho, pengine lipstick umeshaipakazia mpaka huku lakini hujui. Sasa neno la Mungu linamfananisha mtu ambaye hana hiyo working memory ni sawa na yule mtu ambaye anajitazama kwenye kioo, lakini baadaye unaenda unakutana na mwenzako anakuambia, mbona macho yako hivi? Unasema mbona nilijiangalia kwenye kioo? Ni nini? Labda kuna mtu kanipaka. Unaanza kujifuta. Kwa hiyo umeshasahau ile memory. Haleluya. Kuna mwenye swali? Sasa tuende kwenye swali, maoni, nyongeza. Kwa sababu hili somo usipojifunza self discipline hautakuwa nayo. Na mimi hata nikiwaambia panga ratiba usipopanga, mimi sikuchukii kwa sababu najua tu wewe ni kama mtu naye mlazimisha aandike barua na hajui kuandika. Eti kwa mfano umepata hata kama ni dada kule nyumbani ambaye hakuenda shule ya kusoma. Mama anamwambia uandike, umfundishe mtoto huyu kuandika. Alafu hajamfundisha kuandika. Kwani utamlaumu wakati hajui kuandika wala kusoma? Ni kama nyie sasa. Ni sawa
na walazimisha mfanye kitu ambacho hamkiwezi wala hamkijui. Kwa hiyo wao unaweza ukafikiri ile kutokupanga ratiba umesahau. Au mwingine anawatafsiri kwamba ile kutokupanga ratiba ni kiburi. Mara nyingi mmeambiwa mna kiburi, mna dharau, mna vitu gani, au ndio majina mnayoitwa ambayo ndio anaudharaulisha ujana wako. Lakini ili mtu yeyote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo, lazima uwe na self discipline. Haishuki kutoka mbinguni. Self discipline ni mpaka ujifunze, na haujifunzi kirahisi. Nimeshasema self discipline sio kitu cha kujifunza kirahisi kama unavyofikiri. Inatakiwa nguvu ya kuweza kuamrisha nafsi na mwili vikubaliane. Nafsi na mwili visipokubaliana, self discipline utaisikia kama hapa unavyoisikia, na utaiacha hapo, na utakuwa mtu ambaye hana self discipline. Haleluya. Kwa hiyo hakikisha mtu yeyote haudharau ujana wako, bali uwe kielelezo, na kuwa kielelezo lazima uwe na self discipline. Amen. Kuna mwenye swali sasa kwenye maoni? Tutaendelea wiki ijayo Mungu akipenda. Haya, uliza swali. Swali la kufunga Kauliza swali eti kama unaweza unashindwa kufunga mchana ukafunga usiku. Usicheke. Usicheke, ni kitu kinachowezekana. Lakini usifunge usiku. Kila kitu ni focus na kutumia akili. Mmecheka kwa sababu mnajua usiku tutakuwa tumelala, si ndio? Lakini mtu anaweza akawa anakesha. Anasema kwamba ninafunga kwa maombi usiku kucha kuanzia saa 12 mpaka saa 12 asubuhi. Ninafunga sitakula, mwisho wa kula itakuwa saa 12 jioni. Baada ya hapo sitakula mpaka labda kesho yake saa 12 jioni au mpaka saa 12 alfajiri. Lakini nitakesha nikiwa ninaomba. Hiyo nayo inawezekana. Lakini usijidanganye nafsi yako. Self discipline ni wewe mwenyewe. Lakini usisema unafunga usiku kwa sababu umelala. Hiyo ni kujidanganya nafsi yako mwenyewe. Haleluya. Usifunge ukijidanganya nafsi yako mwenyewe. Au unafunga unaenda kujificha unakula. Hiyo ni kujidanganya nafsi yako. Kwa hiyo hayo maombi hata usiku yanawezekana, lakini usiwe unaidanganya nafsi yako. Kama unamaanisha nafunga usiku, labda nitakesha nikiwa naomba, it's very fine, it's very good. Haleluya. Haya, kuna mwenye swali lingine? Naona ibada huko imesha wanaimba, sijui afanye. Okay. Kuna mwenye swali? Kwa hiyo usiku kufunga inawezekana, lakini usijidanganye nafsi kwamba umekula umeenda kulala unasema eti ndio umefunga. Hiyo ni kujidanganya nafsi yako. Lakini kama unafunga na kukesha usiku kucha, inawezekana. Unasema labda leo kesho kwa vile siendi shule ngoja nikeshe usiku huu. Si ndio Mama Silo au? Inawezekana. Kuna mwenye swali? Mwingine? Wangapi watajitahidi kujifunza self discipline? Manake hii nisema kwamba ukubali willpower. Willpower ni ile hali ya kuwa tayari kufanya. Usipokuwa na hiyo willpower, self discipline, nani ana hiyo willpower kutamani kujifunza self discipline? Mungu anakuona, yule ambaye hanyoshi kidole na Mungu mbinguni anakuandika. Huyu hawataki kujifunza self discipline. Na self discipline hujifunzi kwa faida yangu mimi. Haleluya. Usije ukaacha kunyosha kidole ukasema kwamba unanifaidisha mimi. Na ukijifunza self discipline ni kwa faida yako wewe na maisha yako.
Haleluya. Mimi watoto wangu wasipojifunza discipline ni kuchapana mpaka mwisho. Kimwambia afanyi, ili mradi kile kitu ambacho ninakitaka kifanyike kitafanyika by force by power, lakini haitakusaidia. Haleluya. Tusimame ili Mungu atupe uwezo wa tuombe ili Mungu atupe uwezo wa kujifunza self discipline, kwa sababu tusipoomba, tusipomwambia Mungu kwa kumaanisha, kwa kufocus na kumwambia Mungu, mimi kweli sina self discipline, lakini nahitaji kuwa na hiyo self discipline. Self discipline sio kitu kirahisi, sio kitu unachoweza kuamua. Ni kitu ambacho lazima ujifunze kwa moyo na kwa dhati, kwa moyo wa dhati, kusema kwamba Mungu, ninaomba nijifunze hiki kitu na niwe hivyo, na ulazimishe mwili wako. Tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa kuwa wewe ni mwema na fadhili zako ni za milele. Mungu, ninakushukuru Baba mtakatifu kwa muda na wakati kama huu. Ninakushukuru kwa ajili ya watoto hawa. Mungu, ilikuwa ni zawadi kwa wazazi wao, na ni zawadi kwa kanisa, na ni zawadi kwa nchi. Sasa hivi leo tunakuomba Mungu, tunajifunza kuhusiana na self discipline. Tumeona self discipline ilivyo na faida kwenye maeneo mengi. Mungu wa rehema, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, sio kitu kirahisi, sio kitu ambacho ni rahisi kama tusipowezeshwa na Roho Mtakatifu na uwezo wako wa kimbingu. Tunaomba utujalie Mungu wa rehema kuwa na hii self discipline. Self discipline ili tuweze kujisimamia wenyewe, ili tuweze kujifunza nidhamu, ili tuwe watoto wale Baba mtakatifu, na mtu yeyote asiudharau ujana wetu, bali tuwe kielelezo. Tutakuwa kielelezo endapo tutakuwa na self discipline, na sio kwa uwezo wetu, ila ni kwa uwezo wako wewe Mungu wa rehema. Tufundishe, tufungue akili zetu, tupe uwezo wa kupambana na nafsi na mwili na miili yetu Baba mtakatifu wa mbinguni, ili tuwe wale watu uliotukusudia. Kila mtoto aliyekuja hapa duniani amekuja kwa kusudi lako Baba, na ili alifikie lile kusudi ulilomleta kwalo Baba mtakatifu, lazima awe na self discipline, nidhamu ya Mungu. Tunakuomba utusaidie, utuwezeshe kutembea na wewe, kujifunza, kusimama katika neno lako, mfalme wa ajabu. Maana kila maarifa yanatoka kwenye Biblia, kwenye neno lako, na ndilo tunalojifunza hapa. Tusije kimazoea, tusije tu kwa vile ni Jumapili, ila tuje tukiwa tunamaanisha tunataka kubadilishwa nafsi na miili yetu, ili tuurithi ufalme wa mbinguni. Ni katika jina lako Yesu Kristo mwana wa Mungu ninaomba, mfalme wa ajabu, uwafundishe watoto hawa, utembee nao, wafikie yale malengo yao. Ni katika jina lako, na wawe baraka kwa wazazi, wawe baraka kwa kanisa, wawe baraka kwa nchi na dunia, na mwisho wa urithi ufalme wako wa mbinguni. Ni katika jina la Yesu. Na sisi walimu tunakuomba uendelee kutupa maarifa ya kuweza Baba mtakatifu wa mbinguni kuwafundisha bila kuchoka Baba mtakatifu wa mbinguni, na sisi utupe maarifa Baba mtakatifu katika yale tunayoyafundisha tuweze kuyaishi. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Hizo distraction zote hizo hutaziona kwenye maisha yako. Yaani maisha yatakuwa very smooth. Haleluya. Kwa hiyo ninawaomba develop your self discipline. Muwe na self discipline. Hili darasa mmebahatika. Sisi hatukupata kuambiwa hayo. Hatukujua self discipline ni kitu gani. Hatukuwa nayo. Na maisha mengi hata watoto wetu tumewaharibu kwa kutokujua hiyo self discipline. Lakini naamini ukipona wewe, hata uzao wako, hata ndoa yako, hata watoto wako wa baadaye, utakapokuja kuwa baba na mama, lazima utadevelop self discipline zao tokea watoto wako wakiwa wadogo mpaka watakapokuwa wakubwa. Haleluya. Kuna kitu kwenye self discipline, kuna kitu kinaitwa focus and executive functions. Andika kabisa, focus and executive function. Au wale wa Kiswahili, kuzingatia na kutumia akili.
Nimesema nitaongea Kiswahili na Kiingereza ili nisimwache mtu hata mmoja. Japokuwa najua wengi wote tunajua Kiswahili, si ndio? Lakini kuna wachache kidogo maswali maneno mengine ya Kiswahili yanawapiga chenga. Your level of focus will affect the extent of your self-discipline. Luka 15 mstari wa 17. Kiwango chako cha umakini kitaathiri kiwango cha nidhamu yako binafsi. Kiwango chako cha umakini kitaathiri kiwango cha nidhamu yako binafsi. Your level of focus will affect the extent of your self-discipline. Luka chapter 15 verse 17. Luka 15 mstari wa 17. Inasemaje? Kuna aliyepata? Alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba. Mnajua historia ya huyu mwana mpotevu? Mnajua alivyotapanya mali zake kwa anasa mpaka ikaisha, alafu akaenda kulisha nguruwe, si ndio? Wakati analisha kule nguruwe ndipo alipozingatia moyoni mwake. Sasa mimi nataka tuangalie namna ya kuzingatia. Kufocus sasa hiyo. Alikuwa na focus. Mmeshaelewa kwa nini alikuwa na focus? Alikuwa anaona nyumbani kwake. Alikuwa anaona nyumbani kwao. Akasema, ni watumishi wangapi walioko nyumbani kwa baba yangu wanakula na kusaza, na mimi hapa ninakula ninakufa kwa njaa. Kuzingatia, nilikuwa nataka uone jinsi mtu anaweza akazingatia moyoni. Kuzingatia, unaweza ukawa hapa ukazingatia moyoni, lakini ukaona mbele. Ukaona maisha yako pale nyumbani. Ukaona namna unavyofanya. Ukaona hata kama uko form 2 unaona division 1, unaona chuo kikuu, unaona ile professional yako unayohitaji, unazingatia, una focus. Na ukiishi kwa kufocus, kuzingatia moyoni. Mmeona kwenye hilo somo nataka uone kitu gani? Kufocus. Labda wewe unatamani kuwa daktari, unatamani kuwa sijui nani, unatamani kufanya kitu gani? Hapa nilivyo sema ratiba tayari umeshazingatia. Unaona pale nyumbani kwenu. Ratiba ya nyumbani kwenu tayari inakuja kwenye kichwa chako. Pale nyumbani unajua naweza nikafanya hivi. Una focus. Unazingatia moyoni kuona vitu vya mbele. Vitu ambavyo huwezi kuviona hapa kwa macho lakini unaviona. Ndio maana nimetoa hili neno, ujue namna ya kufocus. Huyu mtu alipozingatia, aliona nyumbani kwake wasichana wa kazi, vijakazi wanavyokula na kunywa, na wanaona wanapopeleka chakula mezani, anaona wanavyopika. Hiyo ndio naotaka kuona namna ya kufocus. Kwa hiyo wewe kwenye maisha yako, mtu ambaye mwenye self discipline huwa anaishi kwa kufocus. Ukiwa pale darasani una focus, unataka kwenda wapi?
Unapokuwa unasoma unataka kufanya nini? Kuishi maisha ya kufocus. Haleluya. Mmeelewa namna ya kufocus sasa? Kwa hiyo mtu mwenye self discipline hata anapotoka kanisani kuja hapa ana focus. Huku kanisani nataka kwenda kufanya nini? Ni kitu gani na kihitaji, au nataka kwenda kujifunza, au nikirudi kutoka kanisani leo nitakuwa na kitu gani? Kuna wengine hapa tunafundisha tu, hata ukimuuliza kanisani kule mzazi akikuuliza umefundishwa kitu gani hujui. Lakini ukiwa umekuja kanisani kwa kufocus, lazima utatoka na kitu. Haleluya. Lakini ukiamka tu ili mradi leo ni Jumapili tuende, na ndivyo tunavyoishi. Sikulaumu kwa sababu self discipline inakuwa developed, lazima uiendeleze, lazima ujifunze. Kama hatujafunzwa, ikifika Jumapili haijalishi ni nini, wewe ukilala tu Jumapili kanisani tunatoka, Jumatatu shule mpaka Ijumaa, no focus. Lakini mwenye self discipline lazima uwe na focus. Ujue kabisa leo Jumatatu naenda shule. Jumatatu nitajifunza nini? Ratiba ya Jumatatu kuna maths, kuna Kiswahili, kuna English. Katika hii Kiswahili leo tunaenda kwenye topic gani? Nitajifunza nini kwenye hii topic? Una focus. Kwa hiyo ukifocus, ukiishi kwenye maisha ya focus na kutumia akili, utafika mbali sana. Kwa hiyo hutasoma tu, hutashtukia tu wakati wa karibia mtihani ndio unasoma, kwa sababu una focus. Mtihani wa form 4 umeshauona kabla miaka 2 ijayo. Umeshaona division 1 na unasoma kwa kufocus division 1. Na unasoma kwa kufocus professional yako unayoitarajia. Kama una mwanasheria, yani unasoma kwa kufocus kufikia kule. Haleluya. Na ukiishi maisha ya hivyo utafika mbali. Sisi hatukuambiwa, sisi hatukubahatika, hata wazazi wako pengine hawakufundishwa hii self discipline. Na mimi ningekuwa ninaishi kwa kufocus tokea hata nilipoanza kazi, ungekuta sasa hivi mimi ni milionea. Kwa sababu tokea ningepata mshahara wangu wa kwanza, ungekuwa una malengo na focus kufika wapi, na ungekuwa nimeshafika huko. Lakini nilikuwa naenda ili mradi mshahara uje, ili mradi nichezee hela, ili mradi tarehe 5 hela zote zimeisha, sijui nimenunua nini, sijui nimenunua nguo za watoto, sijui nimefanya nini, ili mradi kuishi bila kufocus. Lakini nyie mna bahati. Hata wakati nasoma sikuambiwa kufocus. Ndio maana division niliyopata mimi sizubutu kuisema hadharani. Sina confidence kusema kwamba nimepata division ngapi. Lakini ningesoma kwa kufocus. Tokea nimeingia form 1, ningejua hapa mimi natamani niondoke na division 1. Na kusoma kwangu kungekuwa kama mtu ambaye anataka kutoka kwa division 1. Nikiingia darasani naingia kama mtu anayetoka na division 1. Na ningekuwa nimeshajua ninataka kuwa nani. Kwa hiyo ningefanya kwa kufocus. Na ninapoenda kazini nataka na focus kitu gani? Kama nataka kuwa na gari, nataka kuwa na gari gani, la aina gani? Sio ili mradi tu kwa vile watu wana magari na mimi ninunue magari. Hapana, mwenye self discipline haendi na watu wanavyoenda. Anaenda na maono yake na kwa kutumia akili. Haleluya. Nasema sasa hivi sinunui gari mpaka niwe na nyumba. Labda sifanyi hivi mpaka niwe na hivi. Haijalishi watu wote pale ofisini wana magari, lakini kama focus yako haipo, kwa sababu watu wengi tunafuata mkumbo. Tuna float pilot through the life. Yaani ili mradi tu tumeamka, tumeenda, tumefanya nini? Kuna gari inauzwa kwenye mtandao umeiona. Unaenda kuchukua mkopo, maisha ya wafanyakazi hao. Nimesikia kuna gari inauzwa bei rahisi. IST inauzwa shilingi milioni 7 tu. Naenda kuchukua mkopo niichukue. Una maono, sio focus, sio mpango wako wa mwaka huo, sio nini. Ndio maisha tulioishi. Haleluya.
Your ability to focus is determined by your executive function. Yaani uwezo wako wa kufocus uwezo wako wa kuzingatia unaamuliwa na kazi za akili. Haleluya. Hizo kazi za akili ni kama zifuatavyo. Unisikilize vizuri. Udhibiti wa msukumo. Kiswahili saa nyingine ni kigumu kuliko Kiingereza, japokuwa Kiswahili ndo tunakijua. Impulse control. Nikisema impulse control mnaweza mkaelewa. Impulse control ni vile vitu ambavyo vinakutokea kwa kushtukiza. Kama nini? Kama hasira, kiburi, sijui nini. Mama amekwambia sitaki, ameshakasirika, nimeshasusa. Hiyo ndio impulse. Ukiwa na hiyo impulse control ndio unaweza kusema kwamba nina focus. Ukifocus hata pale nyumbani unapokuwa unaishi, unasema hapa mama ameniita. Sasa hivi attention yangu ni kwa mzazi. Kwa sababu kuna vitu vingine huwezi kuvifanyia maamuzi kwa sasa hivi pale nyumbani, unamsikiliza mzazi. Anasemaje? Ananipangia nini? Au mimi namwambia kitu gani? Mzazi wangu anataka nini? Sasa hivi unaishi kwa sehemu kubwa kudepend on your parents. Lakini unaweza uachane na hizo impulse, uwe na hiyo impulse control. Sio kila kitu unakasirika, ukiambiwa hiki unanuna, unafanya nini? Yaani unakuwa na flexible mind. Ukiambiwa osha vyombo, sawa mama. Ukiambiwa pika, sawa. Ukiambiwa hebu acha kwanza kuandika, hebu acha kwanza hiyo assignment. Japokuwa ulikuwa unafanya kitu kizuri, kwa unafanya homework vizuri, lakini mzazi wako akaja akakwambia hebu acha kufanya homework kwanza, nenda kanichukulie kitu pale dukani. Mwingine atasema mama mimi na homework sijamaliza, sijafanya nini, mimi hii kazi ni kubwa sana. Hiyo ndio kutokuwa na impulse control. Mwenye kufocus anajua huyu ni mzazi wangu na amenituma na hiki kitu kina manufaa kwangu. Hakuna kazi yoyote mzazi anayekupa haina manufaa kwako. Haleluya. Lakini usipokuwa na hiyo focus na maono, unaona kama anakusumbua. Unaona kama hizi kazi ni za mama. Huoni kwamba kwenda kununua nyama, kuacha homework kwenda kununua nyama ina manufaa kwako kwa sababu utakula. Hiyo ni kutokuwa na focus na kutumia akili. Haleluya. Unaambiwa nenda kaoshe vyombo. Unaona hivi vyombo, asiyekuwa na focus lakini. Unaona hivi vyombo unamuoshea mama. Unasahau kwamba hata wewe utakuja kuvitumia kula, na hata kama ukiosha sufuria itakupikia wewe. Hiyo ndio kutokutumia focus na akili. Haleluya. Lakini mwenye self discipline ana focus na anakuwa na hii impulse control. Kwa hiyo anakuwa na ile kujishusha na kujua kwamba hiki kitu kina manufaa kwangu, namsikiliza mzazi wangu au yule mtu anayenituma kwa wakati ule kwa manufaa yangu. Ukiwa una focus kwamba hiki kitu nyuma yake nina faida nacho. Haleluya. Kuna masomo ya Biblia lakini muda sijui. Alafu kitu kingine kwenye focus, kuna kitu kinaitwa emotional control. Hii emotional control nishafundisha. Wangapi wanakumbuka nifundisha emotional control? Haleluya. Hili ni somo ndefu lakini kuna hiyo emotion, kudhibiti hisia zako. Hisia yani kwa mfano hasira, furaha iliyopitiliza, huzuni, umepoteza tu sijui kitu gani, umeibiwa shilingi 2,000 yako tu leo kwa nayo kwenye pochi imedondoka. Unafika nyumbani basi ndo unaingia kwenye huzuni kabisa sijui. Hapana. Nishawafundisha lakini nitakuja kurudia pia kufundisha emotional control.
Hili ni somo nyingine ndefu. Lakini mwenye kuzingatia na kutumia akili unakuwa na hizo emotional control. Haleluya, udhibiti wa hisia. Hebu tusome Mithali 29 mstari wa 11. Mithali 29 mstari wa 11. Aliyepata busara ya mtu huiahirisha hasira yake, nayo ni fahari yake kusamehe makosa. Hebu rudia kwa nguvu kila mtu asikie. Busara ya mtu busara ya mtu huiahirisha hasira yake, nayo ni fahari ya kusamehe makosa. Busara ya mtu huiahirisha hasira yake. Yaani ukiwa una focus, hata kama sehemu ulikuwa unataka kukasirika, una uwezo wa kudhibiti hasira yako. Hata kama ni kitu kimekukasirisha, maana makasiriko yako mengi. Makasiriko yako mengi hasa kwa umri wenu, makasiriko ni mengi sana. Maana hata mdogo wako akikukanyaga tu umeshakasirika. Sijui amekufanya nini umeshakasirika. Kwa hiyo makasiriko yako mengi. Wangapi wanakubali kwamba makasiriko yako mengi? Au kuna ambaye hakasiriki? Kwa hiyo ukiwa na focus, uko unatumia na akili yako, hiyo kukasirika utaacha. Haleluya. Haleluya, watoto wazuri jamani nyie vijana. Mithali 4:23. Hilo Mithali 4:23 tulishatembea sana nalo. Linda sana moyo wako kuliko. Kwa hiyo mtu mwenye focus ambaye anataka kujifunza self discipline ana focus. Na mwenye focus analinda sana moyo wake kuliko yote ayalindayo. Haleluya. Kuna mistari mingi lakini hatutaweza kuisoma yote. Kitu kingine kwenye kufocus ni kuwa flexible. Flexible kwa Kiswahili ni nini? Mtu anakuambia uwe flexible. Wale wanaojua Kiingereza basi watutafsirie kuwa flexible ni nini. Unapokuwa na focus lazima uwe flexible. Flexible ni ile hali ya kuwa mwepesi kwenye mabadiliko. Yaani usiwe rigid. Unapoambiwa fanya hivi, hata kama ulikuwa unafanya hivi kwenye umri wenu, nimesema kwamba kuna viongozi wengi wako nyuma yenu. Kuna wazazi, kuna walezi, kuna walimu, kuna wakubwa zenu, kuna akina sisi huko kanisani, wote tunawaongoza nyinyi. Kwa hiyo kuna maamuzi yako unayoyafanya wewe mwenyewe pale nyumbani, una maamuzi yako binafsi. Lakini kwa sababu uko chini ya maongozi, unapoambiwa acha au fanya hivi au nenda hivi, unakuwa flexible. Haleluya, ndio hiyo kuwa flexible, kuwa mwepesi kukubaliana na kuona hiki kitu unachoambiwa ni sahihi nikiache. Kwa mfano hata mavazi. Umevaa nguo yako.
mzazi akakwambia, mwenye self discipline huyo namuongelea, na mwenye focus yuko flexible. Kwa sababu kuna vitu vingi pia amvijui, bado mnajifunza. Haleluya. Mzazi wako anakuambia, hapana, hii nguo hii usiivae, sitaki utoke uende mahali uko umevaa hii nguo. Mwenye focus, mwenye self discipline anakuwa flexible. Ya 5 ya Kijitonyama miaka ile. Nitakukumbusha na nitakuwa na counseling center kubwa sana ya ndoa, na najua watu mtakuja. Hali itakuwa mbaya. Nasema nikiwa Ni kweli. Yaani nina living testimonies nyingi sana. Mimi nafanya counseling ya ndoa, nao kuja wengi. Ni hivyo tu. Hawana self discipline. Yaani ni self discipline tu. Kwa hiyo mama wafundishe tu. Wasipofanya assignment wawache kabisa. Sasa utafanya unatandika watu wazima hawa. Mimi kwangu mtu akishafikisha miaka 10, 2 digits za miaka yake, sitandiki tena mtu huyo. Wewe ni mtu mzima. Unasikia, unaelewa. Si ndio jamani? Hapa kuna below 10. Kuna mtu chini ya miaka 10. Wako wapi? Nyosha mkono mtu wa miaka 9. Yuko wapi? Nyosha mkono mtu wa miaka 9 yuko wapi? Hakuna single digit hata mmoja. Kwa hiyo wote hapa ni watu wazima. Tukishakuwa na double digit, wote tunalingana. Mimi na miwili, wewe una hata hatufikishagi zile 3 wengi. Hatufikishi. Wengi tunaishia na hizi 2. Kwa hiyo umeshaongeza digit zako 2, 11, 10. Wewe ni mwenzetu. Jifunze, fuata taratibu. Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo msipofanya assignment hakuna mtu atakupiga kwenye hili darasa. Utafundishwa na nani? Sema ulimwengu. Na the other time I told you, ulimwengu ni mwalimu mzuri mbaya. Na ni mkali, hana huruma. Jifunze la sasa hivi kwa raha na sisi. Self discipline. Bwana asifiwe. Twende kazi mama. Kingine, nani alipanga muda wake wa maombi na amefuata? Wewe ulipanga ni saa ngapi na saa ngapi? Msicheke, semeni sasa. Hawamwamini kwa sababu hawana self discipline, wanadhani na hana. Tueleze. Jamani, naomba wengine wote tuwe na self discipline, tumsikilize amepanga muda wake. Wewe ambao hujapanga, tulia. Wewe umesema saa ngapi unaamka? Saa 1 unakuwa shule, unakuwa nyumbani. Shule umemaliza wewe? Sasa mnacheka nini? Hata hiyo kucheka. Jioni ni saa ngapi? Discipline jamani. Ni usiku. Sawa. Nilisema muda wa ujipangie muda wako wa kuomba. Na muda wako wa kuomba ili uwe na hiyo self discipline, uwe na muda specific. Usiseme kuanzia saa 6. Kwa sababu saa 6 ina dakika ngapi? 60. Wewe unaomba yoyote kuanzia na dakika 1 mpaka dakika 59. Unatakiwa useme kabisa saa 6:15. Saa 6:30. Saa 6:30 labda mpaka na saa 6 na dakika 40. Saa 6 iwe specific. Ukisema ni saa 1, ni saa 1 na nini? Saa 1 kamili labda mpaka saa 1:15. Saa 1 kamili labda mpaka saa 1:30. Yaani be specific. Haleluya. Huyo ndo mtu mwenye self discipline. Nyie ambao hamna self discipline hawezi kuelewa hivi vitu. Lakini nikasema kwa wenzetu Waislamu
Mimi nawataja tu katika kitu ambacho wamekiweza kuwa na self discipline ni muda wao wa sala. Kwa hiyo zile azana najua mnazisikia wote. Hazili leo saa 10, kesho saa 11, kesho saa 12, kesho saa 1. Zina muda specific na saa nyingine huaga mimi natumia huo muda wao. Nikisikia azana yao inalia na sasa hivi saa 7 kasoro. Sijala hata chakula mpaka sasa hivi saa 7 kasoro. Yaani nimeshajua kabisa ikilia ni saa ngapi. Jioni nikisikia nasema saa 10 hiyo inafika jamani, sijamaliza kazi zangu. Unaona walivyo specific. Na ukiwa na self discipline kwenye eneo moja, nilisema ukiweza kuwa na self discipline kwenye eneo moja tu la sala, katika mambo yote mengine huwezi kuwa na mtu ambaye hata kwa kazini tunafanya nao kazi Mama Silo. Mtu yule ambaye ni wa swala, ambaye anakuwa anafuatilia hizo swala. Sio tu jina kwamba ni Muislamu, yule ambaye anafuatilia hizo saa zake za sala. Hakuna anawahi kazini siku zote, yani huwezi kumkuta amechelewa kazini. Akipewa assignment lazima anaifanya on time. Na saa yake ya swala ikifika, hata kama anafanya, hata kama tunakula, hata kama tunashare kitu tunakula, ikifika anaenda kwenye ibada zake. Yaani hamna kitu kinachomzuia kwenda kwenye ibada. Kama sio msikitini, anajua yeye mwenyewe namna anavyofanya ili mradi aswali. Kwa hiyo hao watu hao ambao wamedevelop hiyo self discipline, wanakuwa na self discipline kwenye kila eneo. Huwezi ukamkuta kuna mahali amechemka. Kwa hiyo sisi Wakristo tumepewa uhuru wa kuabudu, hatuna specific time ambao kama ile ambayo imeshikiliwa na dini. Sisi tumepewa uhuru wa kuomba kila saa, ombeni bila kukoma. Tumeambiwa sisi saa yote ni saa ya maombi. Lakini lazima mtu wa Mungu uwe na specific time kama una self discipline. Kama huna self discipline huwezi kufanya hiyo. Na Mungu atakuwa anaheshimu sala zako muda wa sala. Kwa mfano kuna muombaji mmoja alikuwa anaitwa Cornelio. Kama mnamfahamu Cornelio, alikuwa anaomba muda gani ambao mpaka Mungu akamtokea kwenye muda wake wa sala? Saa ngapi anayeweza kukumbuka? Cornelio, jioni saa ngapi? Ilikuwa ina muda. Hamna jioni ni kuanzia saa 9 mpaka saa ngapi? Cornelio inasema Biblia ilikuwa anaomba saa ngapi? Saa 9. So unaona huo muda ni specific. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tuwe na self discipline. Niliwaambia muda haya, wengine kuna aliyepanga muda wa kufunga. Atafunga mara ngapi kwa wiki, kwa mwezi, kwa mwaka? Na mwaka ndio umeanza. Lazima uwe na mipango. Kuna aliyepanga kufunga. Eti wewe umepanga muda wako wa kufunga? Hamna muda hata wa kufunga. Jamani, naomba tuongee na mwalimu, tusiongee wenyewe kwa wenyewe ili darasa liwe na utulivu. Aliyepanga muda wa kufunga unanyosha mkono unasema wewe umepanga saa ngapi au siku gani? Au mara ngapi kwa wiki au kwa mwezi mara ngapi? Au kwa mwaka huu mara ngapi? Kama bado hujajua kufunga basi wewe nyamaza, sema mimi sijui habari za kufunga. Kwa hiyo mimi sijapanga ratiba ya kufanyaje? Ya kufunga. Kuna mtu anajua kufunga jamani humu ndani? Nyosha mkono unayejua kufunga. Naona watoto wako ni wachache sana wanaojua kufunga. Kufunga sio mpaka mchungaji atangaze hapa kwamba tunafunga sasa mafungo ya Pasaka siku 40 au tunafunga mafungo ya mwisho wa mwaka. Kufunga unaweza ukawa na ibada yako ya kufunga mwenyewe. Ukasema mimi kila siku ya Jumatano nitakuwa nafunga na kumuomba Mungu kwa ajili ya maisha yangu. Au mimi kila mwezi nitakuwa nafunga mara 2
Kwa hiyo ndio anachouliza mtumishi wa Mungu. Jamani, kuna mtu amepanga ratiba, si hajapanga hata ile ya siku mama? Hajapanga hata ile ya siku wala hajapanga ile. Sasa katika hali hizo lazima ujana wako udharauliwe. Kama uwezi tu kupanga ratiba zako ukajua kabisa mimi nitakuwa nafunga mara moja kwa, na nimewaambia Jumapili iliyopita, nimewafundisha na nikawaomba, ila siwalaumu kwa sababu hamna self discipline. Na self discipline nimesema haishuki kutoka mbinguni, inajifunza. Lazima ujifunze, na kwa umri unaojifunza self discipline haujachelewa, lakini pia haujawahi. Kwa hiyo inatakiwa jitihada binafsi. Mmenielewa watoto wazuri? Mmenielewa? Utakayeelewa ukajifunza ukayashika haya, ukapata maarifa, yatakusaidia na utakuja kunikumbuka. Nitamani sana mregister majina yenu ili niwafuatilie, lakini nimesahau karatasi. Anyway, next week. Sasa tunaendelea kwenye self discipline. When you make healthy choice, self discipline is strengthened, and on other hand, making an unhealthy choice, self discipline diminishes. Unapokuwa na maamuzi sahihi, unapofanya chaguo sahihi au nzuri, nidhamu binafsi inaongezeka. Kama hivyo nilivyowaambia, pangeni ratiba. Ungeamua kupanga ratiba hiyo, umechagua kitu ambacho ni sahihi, na self discipline yako ingeongezeka. Kwa hiyo ina maana effort ya kujifunza self discipline mpaka hapa sasa hivi ni zero bano. Kwa sababu at least nilifikiri tutaanzia pale kwenye kupanga ratiba. Ningejua kwa sasa hawa wameshaweza kupanga ratiba, at least tuna hatua moja. Kwa hiyo bado still tuko kwenye zero. Yaani kama tunajifunza kuandika, hujaweza kuandika hata herufi A. Na nimesema self discipline lazima ijifunzwe na iwe developed kwenye forebrain yako. Kama haitakuwa developed, kama haitakuwa sijui nisemeje kwenye brain, basi huwezi kuwa mwenye self discipline. Kwa sababu hata wazazi wenu wengine mpaka leo hawana self discipline. Kwa sababu ile lazima ujifunze, haishuki tu kutoka mbinguni. Lazima ujifunze, na kama mzazi wako pia hajajifunza self discipline, hana hata self discipline. Ndio maana unaweza kuona maisha pale nyumbani kwenu yako randomly. Asubuhi mkiamka, leo mtakunywa chai saa 2, kesho saa 3, saa 6 mchana, siku nyingine mtakula saa 7, siku nyingine saa 9, siku nyingine hamna chakula kabisa. Sio kwamba hamna uwezo wa kununua chakula, friji zimesheheni, lakini tu hamna ratiba ya kupika. Ndio maisha ya kutokuwa na self discipline. Naweza mkawa mnashinda njaa, viazi vipo, mafuta yapo, kila kitu, nyama zipo kwenye friji zinataka kuoza, lakini siku inapita hamjapika. Kutokuwa na self discipline. Mnakuta leo mnaamka saa 2. Hiyo ni kutokuwa na self discipline. Na nikawaambia nyinyi watoto, mmebahatika. Mmepata hata darasa ya kujua kwamba kuna hiki kitu self discipline. Na usipo kidevelop ni shauri yako. Sisi hatutadaiwa. Lakini ukakigundua, ukasema asante Mungu, nimejua kwamba maisha kumbe yananipa tabu kwa sababu ya kutokuwa na self discipline. Ukaidevelop wewe mwenyewe. Ukajifunza. Hata mzazi wako atakuheshimu. Haleluya. Kwa sababu atakuona wewe ni mtu wa tofauti. Yaani atakuona hata yeye mwenyewe umempiki. Leo hii mzazi aende pale akute kabisa umembandikia ratiba. Asubuhi tutakunywa chai na viazi. Kesho Jumatatu tutakunywa chai na mkate. Jumanne tutakunywa chai sijui na kitu fulani. Jumatano tutakunywa chai na kiporo. Alhamisi tutakunywa chai na mayai. Sijui nini tutakunywa na sausage na kitu fulani. Akute umembandikia pale mchana. Jumatatu tutakula wali wa mchicha na nyama. Jumanne ugali sijui wa nini. Jioni wali wa maharage, wali wa samaki, wali sijui na vitu gani.
akute umembandikia ratiba pale kulingana na uwezo wa familia yenu. Familia yenu mnajua mnakula milo mingapi, mnajua mna uwezo wa vitu gani. Familia ziko tofauti. Kulingana na uwezo wa familia yako, kulingana na vile vilivyoko nyumbani, ukampangia mama ratiba, ukamwekea pale. Na chai itanyweka hapa saa 2 kamili asubuhi. Mchana chakula ni saa 6:30 mpaka labda saa 7 au saa 7 kamili, kulingana na ratiba yenu unayojua. Chakula cha jioni saa 2 kamili kiwepo hapa, na wewe ndio unainjinia hicho chakula saa 2 kamili kiwe mezani. Hata kama kuna dada wa kazi, unamhamasisha, dada, naomba chakula saa 2 kamili kiwe kimeshaiva, na wewe unamuasisti. Labda kuna mtoto mdogo, nisema labda dada ana take care ya mtoto, unamwambia dada, saa hizi lete ni take care ya mtoto ya mdogo wangu, wewe nenda kaanze kupika. Dada, acha sasa hivi nianue nguo na kukunja, wewe kaanze kupika ili saa 2 chakula kiwe tayari. Si mzazi atakushangaa? Ataheshimu sasa ujana wako. Atasema Mungu amenipa kijana. Asante Mungu, nimepata kijana. Na yeye atapumzika, atasema haleluya, Mungu ni mwema. Atakuwa anaheshimu ujana wako kila siku. Wewe unaimba tu, mtu yeyote asiudharau ujana wako. Asiudharau vipi? Wakati wewe mwenyewe mambo yako yanadharaulika. Kitu kingine kwenye self discipline. Ikiwa huwezi kujizuia kula chipsi, yani huwezi kujizuia kukataa vichipsi tu, chipsi kuku hapo, chipsi mishkaki, huwezi kudumisha ratiba. Umeshaipanga lakini huwezi kuifuatilia. Huwezi kuacha kutumia muda mwingi kwenye mitandao ya kijamii. Yaani simu, kwa mfano nyewe wengine sasa hivi imekuwa na simu. Yaani huwezi kuweka simu yako chini. Huwezi kuacha kuangalia TV. Mwenye self discipline, matumizi ya simu yana muda sahihi. Kuangalia TV, anajua mimi nina mchezo wangu kuanzia saa 1 mpaka saa 2, na nitaangalia filamu moja tu. Sio lazima uangalie filamu zote zilizo Azam TV. Ili kurefresh unachagua labda moja ya saa 1 mpaka saa 2, full stop. Unaona wasivyo na self discipline wanaona kama haiwezekani. Mtu akikupa tu kiofa cha chips na vimishkaki viwili, unashindwa kusema hapana. Unashindwa kusema no kwenye vitu vya kidunia au vitu vya kijinga. Huwezi kuwa na self discipline. Kwa hiyo kijana mwenye self discipline, hata mwenzako akikwambia twende sasa hivi tukazunguke tu tunyooshe miguu, unasema no. Hapana, nina ratiba yako specific, sina muda wa kwenda eti kupoteza au kusema kwamba ninanyoosha miguu. Hapana. Nina muda wangu wa mazoezi kuanzia saa 11 jioni mpaka saa 11:30. Huo ndo wangu wa mazoezi. Na miguu yangu ndo itanyokea pale. Haleluya. Kwa hiyo ukidevelop au ukiendeleza hii self discipline, hata kudanganywa kwenye umri wako itakuwa sio rahisi. Zamani tulikuwa tunaongelea wasichana peke yake ndo wanadanganywa, wanaanguka kwenye kwenye mahusiano ambayo sio sahihi. Ila na wanaume nao sasa hivi mmeona, nao wanaangukia humo kubaya zaidi wanavyosema. Kwa hiyo sasa hivi wewe mvulana, sasa hivi jina lako linabadilishwa usipokuwa na self discipline. Na msichana unakuta unakatizwa masomo yako, unapata ujauzito ambao haukutegemea, hautarajiwa. Jana nilikuwa nimepita juzi Muhimbili, nikakikuta kisichana cha miaka 16 anajifungua.
na amekatisha masomo yake. Ukimwangalia mtoto mwenyewe ni mtoto, afu unafikiria atatake care vipi ya huyu mtoto wake. Wazazi wake wanalia, yaani wazazi wamepata mjukuu lakini wanalia, kwa sababu walikuwa wanategemea mtoto wao atamaliza shule, ataendelea, na alikuwa anasomeshwa shule nzuri, sitaitaja, ya gharama kubwa, sio familia hata duni, sio maskini, sio kwamba ni mtu ambaye nyumbani kwake alikosa chips. Haiwezekani eti nyumbani kwenu usiwe na uwezo wa kula, yani mpaka mtu akakudanganye mpaka upate ujauzito, na mzazi wako anakulipia ada kwenye shule, labda kama Fedha School, au anakulipia kwenye ma expensive schools, mnazijua nyewe wenyewe. Ni uwezo tu, ni self discipline tu imekosekana. Ile uwezo wa kusema no umekosekana. Kwa hiyo watoto wazuri, ninaomba ujue kwamba kuna hiki kitu kinaitwa self discipline. Self discipline ina fall kwenye kila nyanja. Hata ukiwa na self discipline, maisha yako shuleni yatakuwa mazuri sana. Maana haitahitajika mwalimu aje akakufuate. Wewe unajua school norms ziko hapa, you have to follow it. Not by force, not by power. Ni wewe mwenyewe tu unajiongoza. Unajua muda wa kufika shuleni, unajua muda wa kuanza, unajua mwalimu huyu anahitaji kitu gani, somo gani linaendelea. Ratiba zipo za shule. Shule zote zinaongozwa kwa ratiba. Lakini unahitajika tena mtu aje, jamani ingieni darasani, kipindi kinaanza. Utakuwa na self discipline, lakini wale wenye self discipline utawakuta. Lakini ujue kwamba self discipline haipo kabisa, mmejionea wenyewe. Kwenye uwezo wenu hata wa kupanga tu ratiba umekosekana. Hapo ndipo ujana wako unapodharauliwa. Lawama nyingi zinawaangukia huko nyumbani. Mtoto huyu sijui ukoje, sijui likoje, sijui majina ya ajabu mnapewa. Hiyo ni kudharauliwa ujana wako. Lakini shida ni kutokuwa na self discipline. Lakini ukiwa na self discipline